Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Mei 4, kiini cha sheria. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kutoka 20 mstari wa 8. Na tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri ya asubuhi ya leo. Tunajikabidhi kwako, tunaomba utufundishe, utueleweshe na tuweze kuyaishi masomo haya sawa sawa na vile wewe upendavyo. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Katikati ya amri 10 kuna amri ya 4. Kama ilivyotangazwa kwa mara ya kwanza, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanyi kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Kutoka 20 mstari wa 8 hadi wa 11. Kristo alikuwa amefungua mlango au huduma ya patakatifu pa patakatifu. Nuru ilikuwa inang'aa kutoka katika mlango ule uliofunguliwa wa hekalu la mbinguni. Na amri ya 4 ilionyeshwa ikiwa imejumuishwa katika sheria ambayo imehifadhiwa mle. Kile ambacho Mungu alikianzisha, hakuna mwanadamu angeweza kukipindua. Pambano Kuu, ukurasa wa 360. Mungu ametupatia amri zake. Mungu ametupatia amri zake si tu ili ziaminiwe, bali pia zitiiwe. Yehova mkuu alipoweka misingi ya dunia, alikuwa ameuvisha ulimwengu wote vazi la uzuri, na alikuwa ameijaza na vitu vyote manufaa kwa wanadamu. Alipoumba maajabu yote ya nchi na bahari, alianzisha siku ya Sabato na kuitakasa. Mungu aliibariki na kuitakasa siku ya 7 kwa sababu yeye alipumzika siku hiyo kutokana na kazi yake yote ya ajabu ya uumbaji. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, na Mungu alimtaka kuweka kando kazi yake siku hiyo, kama yeye mwenyewe alivyopumzika baada ya kazi yake ya siku 6 ya uumbaji. Wale wanaoziheshimu amri za Yehova baada ya nuru kutolewa kwao kuhusiana na kanuni ya 4 ya amri 10 za Mungu, wataitii bila kuhoji uwezekano au urahisi wa utii huo. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe, na kisha akampa mfano wa kuitunza siku ya 7 ambayo aliitukuza na kuitakasa. Alipanga kwamba katika siku hiyo mwanadamu anapaswa kumwabudu yeye na kujishughulisha katika shughuli zisizo za kidunia. Hakuna mtu ambaye anaidharau amri ya 4 baada ya kuwa ameelimishwa kuhusiana na madai ya Sabato, anaweza kuhesabiwa kuwa hana hatia mbele za Mungu. Mwanzoni kabisa mwa amri ya 4, Mungu alisema, ikumbuke, akijua kwamba mwanadamu katika wingi wa shughuli na fadhaa zake angejaribiwa kujitafutia udhuru wa kutotimiza matakwa kamili ya sheria, au katika msongo wa mambo ya kiulimwengu
angesahau umuhimu wake mtakatifu. Lakini anadai siku moja ambayo ameitenga maalum na kuitakasa. Anampatia mwanadamu siku hiyo kuwa siku ambayo anaweza kupumzika kutoka katika kazi na kujitolea ili kuabudu na kuimarisha hali yake ya kiroho. Utasoma Testimonies for the Church, gombo la 4, ukurasa wa 247 hadi ukurasa wa 249. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 4, kiini cha sheria. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako, tunaomba baraka zako zikaambatane pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja.